ni kuongeza jitihada kutafuta ufumbuzi wa ongezeko la bei ya mafuta ili kuwasaidia kuyatumia kiuchumi katika kipindi hiki cha mfumuko wa bei hizo. Mwandishi wetu na taarifa hiyo kutoka jiji la biashara Dar es Salaam. Ni mara baada ya mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA kutangaza viwango vipya vya bei kwa mwezi huu, mwezi Mei, ambapo kwa mwezi April bei ya diesel ilikuwa shilingi 3,806 na kwa sasa diesel ni shilingi 4,248 na upande wa petrol ilikuwa 3,820 na sasa ni shilingi 4,115. ZBC imezunguka katika maeneo ya jiji la Dar es Salaam kuzungumza na maafisa usafirishaji ili kujua mapokeo juu ya ongezeko la bei za viwango vipya vya mafuta. Kwa dalili ya kidunia sasa hivi inavyokwenda, kwa mafuta kupanda ni sahihi, kwa sababu kutokana na upatikanaji wetu sio mafuta ni shida, na kwa upande mwingine tunatakiwa tuangalie na serikali nako wasibano kwenye masuala ya kutuletea mafuta. Changamoto ipo kwa sababu matajiri watataka nao kupandisha hesabu zao, lakini wakisema wasipandishe hesabu kidogo ni afadhali wasipandishe hesabu, lakini wakipandisha hesabu sisi tutaumia vile kazi zitatushinda. Kwanza kijiweni hapa abiria tayari walikuwa washazoea nauli zile za kila siku za shilingi 2,200. Kutokana na mafuta yashapanda, mtu ukimwambia nauli shilingi 3,000 anaamua kuondoka. Hakija tena mwingine ukimfanyia vile, kuna wengine wanakuja wanakuwa waelewa. Licha ya yote hayo juu ya mapokeo ya bei hizo, madereva pia wameiomba serikali iweze kuingilia kati swala la bei za mafuta ili waweze kupata unafuu juu ya upatikanaji. Hela yenyewe inapatikana kwa manati, unarudi usiku sana, posho zenyewe hazipatikani, mabosi kupunguza hesabu hawataki, mafuta yamepanda bei, barabarani pagumu, abiria hamna. Kwa hiyo serikali inatakiwa hili swala iliangalie kwa kila kona, sinono hamna hata abiria, yani kituo cheupe kabisa yani. Yaani abiria waonekane una force. Umeona mgari kama huu hapa, huu mgari mkubwa una force kupakia, lakini yani abiria ukishungulia huko ndani abiria ni hamna, afu gari na mafuta mengi, hesabu kubwa, unafikiri unaishi vipi? Hali ngumu kwa makondakta. Yani mimi mwenyewe mpaka nimeamua nishuke nije nipige debe hapa kwa sababu kwenye gari hela sipati. Wewe unafikiri nafanyaje? Lazima nipige debe nipate hela, lakini kwenye gari napambana hela sipati. Wao serikali iangalie, rais mwenyewe angalie tunafanyeje. Serikali wao wamepandisha mafuta kulingana na hali ilivyo. Umeelewa? Mimi sikufichi. Toka zamani sisi mkate tulikuwa tunanunua shilingi 500, shilingi 600. Yaani kila siku bei, mfumuko wa bei haupingiki. Umeelewa? Kila siku tunavyoenda hali inabadilika. Hali ya mwaka jana na mwaka juzi tofauti. Umeelewa? Daladala tulikuwa tunapanda shilingi 200, 300, sasa hivi 700. Umeelewa? Sasa wewe bajaji unasema kwamba nauli imepanda, wewe unasema mimi nashusha. Mafuta yanapanda. Wewe unategemea utapata hela. Kama unataka hivyo, sawa, hata bure wapakie, lakini tukutane sheli. Waweze kuangalia namna ambavyo wanaweza sasa wakatoa ruzuku ya namna fulani, au la tupunguze sasa baadhi ya kodi ambazo tumekuwa tukizitoza, lakini sijui sasa madhara yake ukizipunguza, manake bajeti ya serikali itaendeshwaje? Kwa hiyo kuna kitu ambacho kwa kweli wachumi wanapaswa kusugua vichwa, na serikali isugue vichwa, iangalie namna gani ambavyo inaweza kalegeza kidogo gharama ya mafuta kupitia kwenye kodi ama kupitia kwenye kutoa ruzuku. Viwango hivyo vya bei elekezi vinaanza kutumika mara moja katika vituo mbalimbali vya mafuta. Mimi ni Mohamed Sukuzi na hii ni ZBC. Shukrani Mohamed Sukuzi kwa taarifa yako hiyo. Mamlaka